conference press ambayo alikuwa amefanya Gwajima siku ile. Ninaisikiliza mara kwa mara ili niweze kujua alikuwa anataka kitu gani. Kitu ambacho niligundua cha kwanza, niliona kwamba Gwajima ni illusionist. Manake ameona pengine kule jimboni kwake hawezi kufaulu katika uchaguzi jazo, kwa hiyo anaamua kuleta mtafaruku mwingine. Kwa hiyo anamaliza tatizo moja kwa kuleta mtafaruku. Anamaliza tatizo moja na kuleta mtafaruku wa kumaliza tatizo la kwanza. Kwa hiyo yale ambayo yazungumza Gwajima ana nafasi nyingi sana. Alikuwa na nafasi nyingi sana za kuweza kuzungumza, za kuweza kuona viongozi wa nchi, rais, wabunge wenzie kule bunge na kila kitu, lakini aliamua kupeleka yale mazungumzo yake nje ya bunge. Sawa? Nje, kwa mimi tunasema kwa Kiingereza ni bold disobedience. Yani ni uasi ndani ya Chama cha Mapinduzi. Asingeweza kufanya vile alivyofanya, kwa sababu uwezo wa kupeleka mswada, uwezo wa kulishawishi bunge, uwezo wa kuzungumza bungeni, uwezo wa kuambia kumuona rais, uwezo wa kuona viongozi wa serikali na wakuu wa vyombo vya usalama alikuwa nao, lakini kupeleka yale mambo hadharani, nadhani amechanganyikiwa kidogo. Amechanganyikiwa, na hiyo italeta shida, na sio mtu wa kuwa tena ndani ya Chama cha Mapinduzi, kwa sababu ameleta mtafaruku baina ya watu, sio ndani ya chama. Ameleta mtafaruku kwa watu ambao wanaipenda CCM, ameleta mtafaruku kwa watu ambao wanaipenda Tanzania, ameleta mtafaruku kwa watu ambao wanapenda amani. Amefanya makosa sana. Kwa hiyo hafai kuwa mwanachama wa chama cha CCM. Hafai. Mtu kama yule ambaye ni representative wa watu wa jimbo la Kawe, kabla ya kusimama kuzungumza yale, angeweza kuomba ushauri. Na sio je kuomba ushauri mitaani, tutamwambia nini sisi wa machinga, tutamwambia nini? Aende bungeni, azungumze na speaker, azungumze na wenzake kule bungeni, watampa ushauri. Lakini mimi hata nikimwona nitamwambia, kwa sababu maji tayari yamesha mwagika, kwa sababu yale ambayo alizungumza kuna watu wanafikiria mara mbili. Huyu kwa nini amesema hivi? Huyu kwa nini hakuzungumza bungeni? Huyu kwa nini anataja majina ya watu 1, 2, 3? Ile kitu inavunja kichwa sana ambayo alikuwa anazungumza pale. Ikiwa kama yeye mwakilishi wa watu wakawe katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni makosa makubwa sana. Ni makosa na hafai itakuwa ndani ya chama chake hivi. Hapana, serikali haina haja kuifukuza Chadema katika mchezo wa siasa Tanzania, kwa sababu serikali ina chama kikubwa CCM, chama ambacho kinajiweza, ambacho kina watu wenye akili. Hakina maono ya kusema kwamba Chadema isiwepo ndani ya siasa za Tanzania, Chadema exist na hakuna. Ni watu wanafikiria, na hizo fikra ni mpotovu sana, kwa sababu CCM yenyewe tayari imejishibisha, imeshiba kwa siasa yake, na wana CCM tayari wanaikubali. Sasa Chadema ikiwa pale is nothing, sio kitu chochote. Na upatikanaji wa ruzuku ni kwa sababu hakipendi kushiriki kwenye mambo ya siasa. Huwezi kupata ruzuku kwa sababu utashiriki mambo ya siasa ya nchi. Mfano wake, mimi mafuta niseme nipate ruzuku, utapataje ruzuku wakati sishiriki? Au ni na chama changu niseme nataka ruzuku wakati sishiriki kwenye activities za mambo ya siasa nchini? Kila kikija kitu napinga na jitoa, kikija hiki napinga na jiondoa. Sasa nitapataje ruzuku? Kwa maana hiyo ni kwamba anayekwenda aende, na wako sahihi ambao wanasema kwamba hawezi kupata chochote. Ni sawa kabisa, kwa sababu unapata ile, kwa sababu una represent watu. Wewe hutaki kusimamia mambo ya siasa, mambo ya msingi, unaamua kuweka away, is fine.